kwa sababu kila siku nilikuwa na tafakari, hivi watu wenye ulemavu wamewahi fikiwa? Na sio tu kufikiwa, yani wamewahi sikilizwa changamoto zao? Nimetafakari hili jambo toka nimepata ubunge. Nikasema hapana, lazima nikutane nao na niwasikilize. Na nilikuwa sina uhakika kama kweli hawajawahi sikilizwa. Lakini bahati nzuri nyi wenyewe mmeona hapo. Wanasema toka dunia imeumbwa hii, toka tumepata uhuru, hawajawahi kutana na hiki kitu. Chama hiki ni chama cha muungano wa vyama vinne vilivyosajiliwa na kutambuliwa katika mkoa wetu wa Njombe, ambavyo ni CHAWATA, TLB, TASI na Albinism. Mheshimiwa Mbunge, vyama hivi vimekuwa na viongozi wao kila ngazi, ambapo wamekuwa wakiwaongoza kupitia sheria zao pamoja na mwavuli wa chama unganishi ambacho ni CHAWATA. CHAWATA ndicho chombo kinachounganisha vyama vyote ambavyo viko zaidi ya 16 hapa nchini kwa lengo la kuwa msemaji wa vyama vyote serikalini. Hivyo shirikisho lina uongozi wa ngazi zote za kiutawala chini, mfano kama ulivyo hapa leo. Mheshimiwa Mbunge, katika sensa iliyofanyika mwaka 2022 kitaifa, mkoa wa Njombe imeonyesha jamii ya watu wenye ulemavu ipo zaidi ya watu 600. Na tumekuwa tukisaidiwa sana na wanajamii katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tukushukuru Mheshimiwa Mbunge kwa kuamua siku ya leo ya mwanzo wa mwaka wa 2026 uwe pamoja nasi kama kundi pekee katika jamii. Tunasema asante sana. Aidha, tunakupongeza kwa kufanikiwa kuwa mbunge wetu katika mkoa huu. Jambo hili sio dogo, hongera sana. Matunda yako tumeanza kuyapata, tunashukuru kwa hilo. Mheshimiwa Mbunge, katika mkoa wetu vyama hivi vinne tumekuwa na makongamano ya kila chama kitaifa ambayo huratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, na huagiza kila halmashauri kushiriki angalau watu 3 hadi 5 kila inapotokea kongamano la kitaifa. Lakini baadhi ya halmashauri hushindwa kuwawezesha watu hawa, badala yake hukosa mambo ya msingi yanayohusu jamii hii kwa kisingizio cha kutokuwa na budget, huku wakijua jambo hili sio dharura. Mheshimiwa Mbunge, pamoja na hayo yote, tunatoa shukurani kwa halmashauri za wilaya ya Wanging'ombe pamoja na halmashauri ya mji wa Njombe, kwani halmashauri hizi zimekuwa zikiwezesha watu kushiriki kwenye makongamano ya kitaifa yanapotokea. Mfano, maadhimisho ya mwaka jana 2025, halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe kwa kupitia mkurugenzi wake Dr. Peter Nyanja alisafirisha washiriki 3 kwenda Morogoro. Vile vile halmashauri ya mji wa Njombe nayo iliwezesha washiriki 3 kwenda kwenye maadhimisho hayo, ikiwemo Makete na Ludewa, isipokuwa halmashauri ya Njombe vijijini, yani Njombe DC na Makambako. Na kwa kutofanya hivyo, sisi tunatafsiri ni dharau ya moja kwa moja kwa kundi hili. Yani kwa kutofanya hivyo, sisi tunatafsiri kuwa ni dharau ya moja kwa moja ya kundi hili kutoka kwa halmashauri hizo. Mheshimiwa Mbunge, tumekuwa na changamoto juu ya kupata mikopo iliyowekwa kwa 2% kwa kundi letu. Ni kweli tunapata mikopo hiyo, lakini sheria zimekuwa kidogo ngumu mno kwetu. Basi tuombe serikali iongeze miezi ya urejeshwaji wa mikopo hiyo. Badala ya miezi 18, basi ifike miezi 24, ambayo hakika jamii hii inaweza ikamudu kurejesha kwa wakati mikopo hiyo. Siasa. Mheshimiwa Mbunge, katika siasa kundi hili lina haki ya kuchagua au kuchaguliwa kwa nafasi yoyote ile, lakini kutokana na ushindani wa kisiasa nchini kuwa ni mgumu kwa makundi yetu, tunashauri serikali iweke mfumo wa kila halmashauri kuwa na viti vya kundi hili ili tuwe na ushiriki wa moja kwa moja kwenye vikao vya maamuzi.
Hata tukipata kila halmashauri watu wawili inakuwa sio mbaya sana katika nchi hii. Vile wewe ni mbunge, tunajua jambo hili utalifikisha kwenye vikao husika vya kibunge na baadaye kwenye sera na baadaye kwa sheria. Aidha, nafasi za wabunge tungeomba kupata angalau 5% ya wabunge, 5% ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kufanya hivyo haki itakuwa imetendeka. Pongezi. Mheshimiwa Mbunge, tunaomba kumpongeza mkuu wa mkoa wa Njombe ndugu Anthony Mtaka kwa kumsaidia mwenzetu Zera Mfwea kumlipia ada ya masomo chuo ngazi ya cheti hadi kuhitimu huko Mwanza. Tunaomba utufikishie shukrani zetu kwa mheshimiwa huyu, kwani bila yeye dada huyu angelikosa kutimiza ndoto yake. Tunasema asante sana kwake. Na mwisho tukuombe Mheshimiwa Mbunge, utakapoenda bungeni, tunaomba kwenye ngazi za madiwani ombi. Mheshimiwa Mbunge, tumepanga kutembelea shule zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum zilizopo katika mkoa wetu kabla ya shule hizi kuanza mihula yake masomo Januari 2026. Shule hizi ni Ilembula, Islahumba pamoja na Njombe shule ya Viziwi. Lengo letu ni kutambua hawa wenzetu na kuona tunawashika mkono kwa namna ya vifaa vya shule. Hivyo Mheshimiwa Mbunge, bajeti yetu katika kufanikisha hili jambo ni kiasi cha shilingi 500,000. Hivyo tukuombe ikikupendeza, basi utupige jeki tuweze kupata hiyo hela ili tuweze kwenda huko kwa ajili ya shughuli hiyo. Mwisho, Mheshimiwa Mbunge, umeanza vizuri kazi yako na umeweka historia ya kudumu mioyoni mwetu. Kwa mwaliko huu hatujawahi kupata tangu nchi hii ipate uhuru. Hatujawahi kupata mwaliko huu tangu nchi hii. Hatujawahi kupata mwaliko tangu nchi hii ipate uhuru. Kama walemavu tumekuwa tukinyanyapaliwa, lakini wewe umefungua kurasa mpya, mwana wa Mungu. Tunasema asante sana kwa hilo. Tunasema asante sana kwa mwenendo huu. Tunaamini mwaka 2026 baadhi yetu wataalikwa bungeni kwa mara ya kwanza tangu kuundwa kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kukutana na kundi la walemavu kwa sababu kila siku nilikuwa na tafakari, hivi watu wenye ulemavu wamewahi fikiwa? Na sio tu kufikiwa, yani wamewahi sikilizwa changamoto zao? Nimetafakari hili jambo toka nimepata ubunge. Nikasema hapana, lazima nikutane nao na niwasikilize. Na nilikuwa sina uhakika kama kweli hawajawahi sikilizwa. Lakini bahati nzuri nyi wenyewe mmeona hapo. Wanasema toka dunia imeumbwa hii, toka tumepata uhuru, hawajawahi kutana na hiki kitu. Kwa hiyo kumbe ni kundi ambalo tuko nalo kwenye jamii, lakini ni kundi ambalo ni kama lilikuwa limesahaulika hivi. Ndio nilipenda tu kukutana nao, nione wanazungumzaje, wanapigaje story, wana changamoto gani, wanatamani nini. Je, kupitia hii changamoto yao ya ulemavu, yani wanajisikiaje, wanajutia, wanaumia au wanalaumu au wanafanyaje. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana hapo na nimepunguza hata dhambi kwa sababu naona nimekuwa mwepesi. Nilikuwa mzito kidogo. Kubwa ni kama 5. Mambo ya kutengwa na jamii, mambo ya mikopo, fursa hizi zinazotolewa za kwenda kwenye makongamano ya kitaifa, mikopo ya halmashauri, mitaji, ofisi. Kwa hiyo nimeangalia zile changamoto zao, nikakuta kimsingi ni changamoto za binadamu mwingine yeyote ambazo zinaweza kutatuliwa na sisi kama viongozi. Kwa hiyo kwa haraka nilichogundua pale wanachohitaji kikubwa kwa haraka ni ofisi. Kwa sababu taasisi yao ni kubwa ila hawana ofisi. Kwa hiyo ndio maana swala la ofisi nimeshalitolea maelekezo, kesho itafutwe ofisi wawe na ofisi yao. Lakini wanatamani kutembeleana. Wao wamesema wanatamani kufanya ziara. Wameniambia bajeti ya ziara yao ni shilingi 500,000 tu. Mimi ni nani? Nikagawane nao hivi viposho vyangu hivi. Nimewapa hiyo 500,000 ili watembeleane, wafarijiane.
Lakini jambo lingine wamesema wanataka mitaji. Licha ya kwamba mimi nitaenda kuwapambania mikopo ya halmashauri na hayo masharti yapunguzwe. Kwa sababu masharti yaliyowekwa kwenye wakopaji wa kawaida ndiyo ambayo yamewekwa na kwao, kwamba lazima uandike proposal yako, andiko lako lipitishwe na mwanasheria, process yale yote ambayo yanachukua karibia miezi mitatu, na wao wameambiwa, na wao wanafanya hivyo hivyo, na utaratibu na wao wamewekewa huo. Wakati huyu mtu mwingine ni kiziwi, mwingine haoni, hajui hata kuandika. Sasa unapomwambia andike proposal, lazima tafute mtu amlipe ndo amwandikie. Wengine hawawezi kutembea kabisa. Hizo document nitakiwa ukishaziandaa uzipeleke halmashauri. Kutoka tu hatua moja kwenda kwenye hiyo halmashauri ni changamoto. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nimekuta kibinadamu vinasaidika. Lakini watu kama hawa mimi siamini katika wao kupewa mikopo waanze kurejesha. Mimi naamini watu kama hawa wanahitaji kuwezeshwa. Yaani mimi kama mbunge, ahadi yangu kwa ambao nimewaambia hapa, licha ya kwamba nitapambania mazingira rahisi kwenye upataji wa mikopo ya halmashauri, lakini nimeahidi kutafuta wadau kwa ajili ya kuwasaidia mitaji, kwa sababu pia hata hivyo mahitaji yao sio makubwa. Hawawezi kuambia wanataka, mtu mmoja hata akakwambia anataka mtaji labda wa milioni 5, sio kweli. Ni watu ambao mitaji yao, si umeona hapo, wengine wanatengeneza unga, wengine wanashona vindilo, kila mtu anakashughuli kake, ambapo kimsingi ukitafuta hata wadau 10 tu wana uwezo wa kuwawezesha hawa, nao wakajiona ni sehemu ya raia wa kawaida. Awali ni kwa ajili ya hawa ambao tumekutana nao leo, lakini tunatamani sana kuwafikia na hao wengine kwa hatua za baadaye, tukishaimarisha umoja wao kwanza, kwa sababu umoja wao bado ulikuwa haufahamiki na uko chini sana. Na kuna wadau wengi wanatamani kusaidia watu kama wila, hawajui wanawakutaje, wanawaorganize vipi, wanawapata wapi. Lakini kupitia huu umoja wao tutapata watu ambao wataweza kuwasaidia zaidi, kwa sababu hii ni sadaka kama sadaka nyingine tu. Shukrani. Nifika kwenye pointi yangu ambayo nataka kuomba. Kwanza nitanguliza shukrani za dhati ambazo kiukweli binafsi kama nilivyosema mheshimiwa mwenyekiti, sisi kama watu wenye ulemavu tunashukuru sana kwa hii namna ulivyotukusanya siku ya leo. Sisi ambao tunaamini katika Mungu, naamini kwamba malaika walioko zamu, hata wale ambao hawakuwepo zamu siku ya leo wako hapa. Na ninamuomba Mungu kwa kila jambo utakaloenda kuligusa asipunguke, kwa sababu sisi wa Kristo tunasema, Biblia inasema kati ya maswali ambayo Yesu au Mungu ataenda kutuuliza kwamba alikuwa na shida hukwenda kufanya. Sasa leo hii mheshimiwa mbunge, hatujawahi itwa na mtu tajiri yeyote, mwanasiasa yeyote, wala mchungaji yeyote akafanya kama ulichokifanya. Kiukweli nilisema kwenye mioyo yetu sisi hapa tuko wachache, lakini tukirudi huko tuna familia. Nini kinazuia vyama hivi vya watu wenye ulemavu visipate ruzuku hata kwa sehemu ndogo? Tunaomba kama watu wenye ulemavu ruzuku. Asante. Kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa mbunge kwa jambo hili la leo, kwa maana toka Njombe iundwe au izaliwe hatujawahi kupata malengo namna hii. Hivyo tunaona mheshimiwa mbunge umetuona sisi kwa mara ya kwanza, na Mungu akubariki sana na uendelee kufanya hivyo siku zote. Kwa ombi langu kwako mheshimiwa mbunge, chama cha watu wasioona mkoa wa Njombe kina changamoto ya ofisi. Hivyo basi mheshimiwa, tunakuomba ikiwezekana kupata ofisi au eneo la kujenga ofisi, tutapendeza sana. Tunakuomba, tupo chini ya miguu yako. Asante sana, Mungu akubariki. Mheshimiwa mbunge, awali ya yote niungane na wenzangu kabisa kumshukuru Mungu mwingi wa rehema, mwepesi wa hasira, kwa kutuvusha kutoka mwaka 2025 mpaka sasa 2026. Lakini pia niendelee kuungana na wenzangu waliotangulia kukushukuru wewe mwenyewe mheshimiwa mbunge kwa jitihada zako binafsi ambazo siku ya leo hii zimezaa matunda na zimezaa kusanyiko hili hapa. Lilianza kama wazo, lakini likapata nguvu, mwisho wa siku likaanza kutengenezeka mazingira ya kukutanika, mwisho wa siku likatimia. Nipende kushukuru sana mheshimiwa mbunge, kwa sababu najua nilikutana na mambo mengi, lakini bado kaendelea kulipa nguvu ya namna ya kuona namna ya kukutana na kundi hili. Mheshimiwa mbunge, mimi naomba nizungumze mawili matatu kama sitakosea, lakini nadhani hayatakuwa na vipengele. Mheshimiwa mbunge,
Mimi kwa majina yangu ninaitwa Noah Ditweve, ni mtaalamu wa psychology na masuala mbalimbali yanayohusu watu wenye ulemavu. Changamoto kubwa ambayo tunakumbana sisi, inatukumba sisi watu wenye ulemavu, ni namna ya kutoeleweka kwenye jamii. Kwa nini hatueleweki kwenye jamii? Hilo ni swali tunatakiwa tujiulize. Na kwa nini jamii imefika mahala inaona fika ya kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu ambaye ukifika huko kijijini na mtaani hana namna nyingine ya kuishi isipokuwa anategemea mawazo ya watu ndio kusapoti kuishi. Mheshimiwa Mbunge, tunaamini serikali haikai huko makao makuu, bali tunaamini serikali ni jamii inayotuzunguka sisi watu wenye ulemavu. Na miongoni mwa wanajamii na ndio hao tunaanza kuwapata mabalozi, mwisho wa siku mpaka rais wanapatikana humo humo. Lakini kama endapo elimu haitazidi kutolewa kuhusiana na masuala mbalimbali ya husuyo watu wenye ulemavu, jambo la kwanza ni usawa. Watu wakishakuwa sawa, mwisho wa siku mtu utaona kabisa ya kwamba huyu tayari ameshakuwa ni mlemavu, ngoja sasa nitengeneze mazingira ya kumsaidia ili asiendelee kuwa mzigo. Mtu usipokuwa sawa, mtu hawezi kukufikiria kwamba huyu mtu ana changamoto ya kutoona, lakini kufa nayo, ngoja nimshikishe jembe alime ili kana kwamba aendelee kuzaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, jamii yetu imekuwa ni jamii ya kutusaidia sana, kutupa. Nimesimama hapa kama mwenyekiti wa wilaya ya Makete, lakini nimesimama hapa kwa sababu nimemwona mamangu yuko hapa. Nimesimama kwa kuomba, kwa mama, sisi wanawake tunapenda sana, tunajitahidi sana katika biashara. Kwa mfano, tumejikita sana kwenye mambo ya ukulima. Sasa kwa kuwa tumejikita kwenye mambo ya ukulima, tutalima bila kupata mbolea? Hatuwezi. Pembejeo hatuna. Tunalima, utakuta kama umelima sehemu kubwa, pengine eka au nusu eka au robo eka, lakini tunapanda bila mbolea au tunatumia tu mbolea ya asili. Sasa ile mimea inakuwa haistawi kama wenzetu wanavyotumia mbolea ya kila aina. Sasa basi nakuja kwako mama, kama mama, ninaomba utusaidie wana Makete na wakulima wote, kwa sababu na sisi hatuhitaji omba. Mimi na hali kama mimi kiongozi wa Makete, sihitaji kwamba tuwe tunabaki tunaomba wakati tuna uwezo wa kulima. Tunajua kabisa ukituwezesha mama yetu tunaweza. Tunaomba msaada huo wa mbolea ili tuweze kulima. Kule wanalima viazi vina soko sana, kwa hiyo na maharage. Sasa kwa hiyo mkitusaidia hiyo mama, tunaweza kufanya kazi hiyo na tusiwe omba, tukalingana na wenzetu ili na sisi tuweze kusaidia wenzetu. Na sisi tunapenda sana kuwasaidia wenzetu. Endapo pale tutakuwa na chakula, tutakuwa na maji, na sisi tutauza vile, tutaenda kuwasaidia wenzetu ambao wameshika zaidi. Kwa ambacho tunakuomba tupelekee, hata ni sio wewe binafsi, kwa sababu ni mambo mengi sana. Hao watu wengi sana wanaweza kusaidia, lakini mimi naomba upeleke kwa waziri au kwa waziri mkuu, kwa sababu ofisi hii ya walemavu iko chini ya waziri mkuu. Sasa nakuomba usafiri katika wilaya ya Ngombe. Hatuna usafiri wa kuweza kuwakuta viongozi, hatuna usafiri wa kuweza kuwatembelea walemavu. Walemavu ni wengi, wengine tumewaona hapa wanatambaa, na wako wengine ambao tumewaacha hawana hata vyombo vya usafiri. Vyombo vya usafiri vipatikane vile ambavyo vina teknolojia mpya, ambavyo vinaweza kutumia pengine umeme, lakini hivi vingine wanashika kupanda milima wanaendesha basikeli ambazo, lakini kwa sasa hivi kuna uwezeshwaji mpya, kuna vyombo ambavyo vina utaalamu mpya vinatumia umeme. Sasa tunakuomba sana tuwawezeshe hawa wengine walemavu hawa ambao wanapata shida sana, wanatambaa, umewaona, umeshuhudia mwenyewe, hawana usafiri. Wanatumia basikeli ambazo zimepitwa na wakati, basikeli ambazo za kutembea yaani inakuwa umaskini ni wao, nenda nini, yaani mpaka ukafike mjini ni kazi kubwa. Tunakuomba sana tupelekee kwa waziri. Najua mwenyewe utaweza, kwa sababu unakutana kila mara na waziri kule, lazima swala hili usafiri. Wilaya ya Ngombe hatuna, ni wilaya mpya, viongozi tunashindwa kuwatembelea walemavu wenzetu. Asante sana. Nina watoto wangu wawili. Mwingine sasa hivi anasoma, anaingia form 2, mwingine anaingia darasa la 2. Mimi sikuzaliwa hivyo, nimepata ulemavu ukubwani. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Mbunge, mama, naomba
nimepiga magoti, ndipo chini ya miguu yako. Halmashauri ya Makete imenisaidia sana kwa ajili ya kutibu watoto, lakini imefikia kipindi wale watoto bado wanaendelea tatizo la macho. Nilikuwa naomba msaada unisaidie kwa ajili ya wale watoto. Sitaki wawe kama mimi, nataka wao wasome waendelee mbele. Nashukuru.